Ripoti tuliyokuwa nayo inaeleza kwamba Marekani na Israel wameimarisha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran badala ya kudhoofisha kama walivyotaka. Mipango ya Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilikuwa ni kudhoofisha na kuondoa utawala uliopo nchini Iran kwa kufanya mashambulizi mazito ambayo yaliwaua baadhi ya viongozi ikiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Khamenei. Lakini baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo, Iran ilijipanga na kuteua kiongozi mwingine ambaye ametengeneza mazingira ya kuimarisha utawala huo wa Kiislamu. Mujtaba Khamenei, kiongozi mkuu wa sasa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, licha ya kwamba hakuonekana hadharani tangu kuteuliwa kwake kutokana na sababu za kiusalama, ambapo mamlaka nchini humo zilieleza kwamba kutokana na hali iliyopo wameamua kumlinda kiongozi huyo na kwamba hata mazungumzo yake yalikuwa yakielezwa kupitia maandishi na kusoma kupitia televisheni ya taifa. Uongozi wake unadaiwa kuimarika sana kuliko ilivyokuwa hapo awali, ambapo wengi walidhani pengine angetetereka na kuona kwamba baba yake ameuawa, basi hili lingemfanya adhofike. Lakini kiongozi huyo anatajwa kwa sasa kwamba ametengeneza muunganiko wa uongozi katika nchi hiyo, na watu wengi sasa wanaonekana kumkubali kiongozi huyo, na inaonekana kwamba mamlaka nchini humo zimeungana na kuwa na mshikamano wa pamoja wa kimapinduzi. Lakini vita vinaendelea. Matumaini yalianza kufifia kama yalivyokuwa kwa ikulu ya White House, kwa sababu mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei na vigogo wengine wa serikali hayakuleta mabadiliko mapya ya serikali, kwa sababu watu wa serikali bado wapo madarakani. Watu walitarajia haya yasingetokea na watu walitarajia uongozi wake ungeanguka, na ni kwa sababu ya vitisho pamoja na mashambulizi makali yaliyokuwa yakifanywa na Marekani katika operesheni ya Epic Fury, lakini pia ikishirikiana na Israel. Hata hivyo, ndani ya Iran inatajwa kwamba kuna mikutano ya kuunga mkono serikali na kwamba ile ya kuipinga serikali imepigwa marufuku kabisa, na kwamba hilo halionekani. Vyanzo vya wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu, wanasheria na waandishi wa habari wa kujitegemea ambao walionyesha kutoridhishwa na serikali iliyopita sasa hawana nafasi kwa kipindi hiki ambapo serikali imekataa uwepo wa mikutano lakini pia maandamano nchini humo kutokana na hali ya dharura, kwa maana nchi ipo katika kipindi cha vita na kipindi hatari. Shirika la Human Rights Watch HRANA lenye makao yake nchini Marekani lilisema zaidi ya watu 53,000 walikamatwa wakati wa maandamano dhidi ya serikali Januari iliyopita, na huu ni wakati alipokuwepo kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei. Lakini kumbukwe kwamba Khamenei hakuwa tu kiongozi, lakini alitengeneza mfumo ambao umeifanya Iran kuendelea hapa ilipo, na hata kiongozi aliyekuja ambaye ni mwanawe anatembelea katika nyayo za baba yake, na wakati huu anaonekana ni kiongozi ambaye anataka kufanya mapinduzi ya kweli ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa katika sera za nje. Ikumbukwe kwamba mipango mikubwa ya Marekani kwa kipindi cha muda mrefu ni kuangusha utawala huo, lakini utawala huo wa sasa wa mtoto wa Ayatollah Khamenei, Mujtaba Khamenei, umetambua vema kwamba adui wao ambaye ni Marekani na Israel anataka nini na wao sasa wanajilinda vipi. Na ndio maana wakati huu wachambuzi wengi wa mambo wanamuona Mujtaba Khamenei kama kiongozi aliyeimarika zaidi kulikoni hapo awali baada ya kuingia madarakani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni ripoti ambayo tunatazama namna Iran ilivyoimarika baada ya vita vya Marekani na Israel dhidi yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.